Tunaweza kuketi. Nashukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo. Katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa pili, Second Chronicles, katika kitabu cha Second Chronicles 16 hapo tu fungu ya kwanza ama verse 1 nasema, katika mwaka wa 36 wa kutawala kwake, Asa, Baasha mfalme wa Israeli akapanda juu ya Yuda akaujenga Rama, ili asimuache mtu yeyote kutoka wala kuingia kwa Asa mfalme wa Yuda. Katika mwaka wa 36 wa kutawala kwake Asa, Baasha mfalme wa Israeli akapanda juu ya Yuda akaujenga Rama, ili asimuache mtu yeyote kutoka wala kuingia kwa Asa mfalme wa Yuda. Bwana asifiwe. Kabla ya Mungu kukutumia, kutangulia kukujengea mahali pa kukaa. Bwana asifiwe. Anakujengea mahali pa kukaa, anakuzingira na anahakikisha kwamba hakuna chochote ambacho kinaweza kukutoa kwake. Ili ukaweze kutumiwa na Mungu kwa roho, ili ukaweze kutumiwa na Mungu, ni lazima ukafikia katika kiwango cha maturity. Lazima ukomae vizuri, kwa sababu yeye Mungu hawezi kukutumiwa ukiwa katika ngazi ya utoto. Ni lazima uwe perfect, na ili ukaweze kuwa perfect, yeye Mungu ndiye humtimizia mtu ama hufikishia mtu kiwango cha kukutumia. Kanisa halikuwangi na perfect people, but we are here to be perfected by God. Amen. We are here to be perfected. Each and every one of us tulikuja hapa tukiwa imperfect, lakini tulipokuja huku Mungu akatufinyanga mpaka tukafikia kiwango. Bwana asifiwe. Tukimwangalia mtumishi wa Mungu Daudi alikuwa na anointing mara 3. Alikuwa ametiliwa mafuta, alitiliwa mafuta mara 3 Daudi. Na ndiyo maana Biblia huwa inasema ya kwamba Roho wa Mungu hakuangi na kiwango. There is no limit kwa Roho Mtakatifu wa Bwana. Mungu akianza kukujaza kwa Roho Mtakatifu, huwa anakujaza kwa Roho wake kila wakati. Katika kitabu cha Marko 2:28 and I think hapa mlikuwa mmeandika, angalia vizuri, usiandike mara 2. 4:28 inasema, maana nchi huzaa yenyewe, kwanza jani tena suke, kisha ngano pevu katika suke. Hata matunda yakiiva, mara atapeleka mundu, kwa kuwa mavuno yamefika. Kuna 30-fold, kuna 60-fold na kuna 100-fold. Kuna mpanzi alienda kupanda mbegu,
akazipanda. Unajua zamani hawakuwa wanapanda mbegu na majembe vile sisi huwa tunapanda. Walikuwa wanaweka mbegu za ngano katika mavazi yao hivi, wanashika mavazi yao hivi, anachukua anatapakaa zile mbegu, anazitapaza namna hii, anazifanya hivyo, zingine zinaanguka huko, zingine huko, zingine huko. Sasa kuna mbegu ilianguka kwenye rutuba, Bwana asifiwe, na kuna mbegu ilianguka kwenye mimba, na ingine ilianguka kando kando ya barabara, na ingine ikaanguka juu ya nini? Juu ya mawe. Bwana asifiwe. Na Yesu akaelezea ama akapambanua ile mfano, akasema kuna watu wanakuja hapa kanisani, naye mpanzi ni mhubiri, mbegu ni neno hilo ambalo mhubiri anahubiri. Washirika ambao wanasikiliza mhubiri, wengine roho zao zinafananishwa na kando kando ya barabara. Ile mbegu ilianguka kando kando ya barabara, ilikuliwa na ndege. Biblia Yesu akasema ndege ni shetani. Kuna watu ambao wakisikia neno, mara wakitoka kwenye kanisa wanalisahau haraka sana. Hata ukikutana nao kwenye barabara uwauliza mmefundishwa nini, hawajui, kwa sababu walimpea shetani na nafasi, akaingia ndani ya mioyo yao, akachukua lile mbegu. Siku moja nilihubiri hapa, nyinyi ni mashahidi. Bwana asifiwe. Hapana, sio mimi nilihubiri, ni mtu mwingine alihubiri. Baada ya kumalizia, nikamuuliza mchezaji kinanda hapa, nikamuuliza mhubiri ametuhubiria nini? Na huyu mhubiri alikuwa amehubiri zaidi ya 1 hour, zaidi ya saa moja. Nyinyi mlikuwa hapa. Nikamuuliza tumehubiriwa nini? Akasema nimesahau. Nikamuuliza hata neno moja, akasema mlikuwa hapa. Imagine for a whole hour hakuna kitu alishika. Nikajua basi there is a problem here. Bwana asifiwe. Kwa sababu mioyo ya watu wengine inafananishwa na kando kando ya barabara. Neno likianguka tu, akitoka kwa ule mlango ashasahau. Kwa hivyo shetani amekuja kama ndege, and he have picked the seed, amepick the word, ameenda nalo, ameachwa empty. Mama mmoja alikuwa mkongwe, alikuwa mama mzee, akaokoka na akaanza kwenda kanisani, na akaamua akasema, kila Jumapili nikienda nitakuwa ninaweka nini? Mbegu ya maharagwe kwenye kibuyu, ili siku moja nitahesabu nione zile mbegu zile Jumapili nimeenda kanisani, na niweze kujua ya kwamba mshahara wangu ni mkubwa mbinguni. Mama mzee akaenda akahudhuria kanisa, ibada na nini, akaenda kwa Jumapili mingi. Siku moja akachukua kibuyu chake, akamwaga zile maharagwe, ili akaweze kuhesabu amehudhuria ibada mara ngapi. Unajua jambo la kustaajabu, zile maharagwe zote alikuwa ameweka zilitoka 3. Yule mama mzee akachanganyikiwa, akajiuliza, kwenye hiki kibuyu hakuna panya anaweza ingia, hakuna mtu mwingine anaweza kuja azimwage aende nazo. Sasa hii ni kumaanisha nini? Mama yule mama akachanganyikiwa, akayachana na yale mambo. Usiku alipolala, malaika wa Mungu akakuja, akamwambia, ninataka kukufanulia ile fumbo iliyo katika ya zile maharagwe. Unaona, Jumapili zile zote umeenda kanisani, Jumapili 3 ndizo peke yake zimeandikwa kwenye kitabu cha kumbukumbu cha Mwenyezi Mungu. Kwa sababu kila Jumapili ukienda kanisani
ni mwili wako unakuanga kanisani, lakini roho yako inakuanga nyumbani. Wewe unafikiria vile ukitoka kanisa utaenda kuchimba viazi, vile utaangalia vile unafikiria. Wakati mwingine unafikiria vile mwizi anaweza ingia kwako abebe pusi yako. Wakati mwingine unafikiria vile watoto wako wanafanya nyumbani. So Jumapili ambazo Mungu malaika wa Mungu, mimi kama malaika wa Mungu nimehudhuria ibada kufanya check up, tatu tu ndizo niliona umepita. Kwa hivyo, na kwa sababu wakati wako wa kufa umefika, hutafikisha Jumapili hii inakuja. Ukifika mbinguni utalipwa Jumapili tatu peke yake. Hivyo ndivyo mtu aliye na moyo ambao unalinganishwa na kando kando ya barabara ulivyo. Atakuja Jumapili nyingi mara hapa, lakini kwa sababu baada ya ibada anamkubalia shetani akaweze kuchukua ile mbegu, mbinguni malipo yatakuwa kidogo sana yakilinganishwa na zile kazi alizofanya katika nyumba ya Bwana. Malipo ni kidogo tu. Bwana apewe sifa. Wengine tukisaidia watu wanatoa misaada yao ili wasiweze kusifiwa na wanadamu, wanachukua zile sifa za Mungu. Basi naye Mungu anasema hivi, kwa sababu umesifiwa na wanadamu, kwangu mshahara hakuna. Wengine wanahudhuria ibada ili wakaweze kuonekana na watu. Huwa unakuja kanisani kufanya nini? Kusudi lako ni lipi? Mbegu zingine zilianguka kwenye mimba, thorns, zikamea. Hizi zilimea, lakini zilimea zikiwa nyembamba sana. Wakati wa kuzaa matunda, mazao hazikuzaa kwa sababu they were very thin. Hawakuzikuwa zinapata mwangaza wa kutosha, hazikupata mchanga wa kutosha. Yesu akasema hivi, hawa ni watu ambao hawa ni washirika wa kanisa ambao wanakujaga kwenye kanisa na wanasikiliza neno, lakini baada ya kutoka kanisani wanakubalia lile neno lifinywe na shughuli za dunia. Zinafinywa, neno linafinywa. Hakuna kitu kingine unafikiria isipokuwa vile utakavyoamka kesho na kwenda kazini. Hakuna kitu unafikiria, ni biashara yako. Ukiwa hapa mpaka unaangalia saa, tunaenda sana, unataka kwenda kwenye biashara yako, ya kwamba kuna watu wanasikia neno lakini linafinywa. Na ndio maana Mungu akasema, fanyeni kazi siku 6, lakini siku ya 7 mjue ni siku ya Mungu Bwana Mungu wenu. Bwana asifiwe. Tunamwimbia Mungu mpaka siku yake. Tukikuja hapa tuko na haraka, tunataka kwenda sokoni, tunataka kwenda kufungua mabiashara, tunataka kwenda kupeleka watoto pale Gomson Falls wakaweza kubebwa na mafarasi. Tuko na spidi, na ndio maana mimi niliamua nikasema, as long as I live, kila tukiwa na jambo lolote pale kwetu nyumbani litakuwa linafanyiwa hapa kanisani. Ikiwa ni birthday inakuja hapa, ikiwa ni nini tunaileta kwenye nyumba ya Bwana, ili roho zetu zisiwe na haraka za kutoka kwenye nyumba ya Mungu twende kwenye shamla kule. Bwana apewe sifa. How do you take your God? Vile unavyomchukua Mungu ndivyo atakavyokaa kwako. Kumchukua akiwa mwembamba sana na mdogo, hivyo ndivyo atakavyokaa. Kuna watu usikia neno na neno liko sawa, lakini wakitoka huku, that word is so much squeezed na shughuli za dunia. Mahangaiko na kuhangaika na mahangaiko,
na shughuli za kila siku zimewafanya wanadamu kumsahau Mungu wao. Bwana asifiwe. Watu wanahangaika kama siafu. They have no time. Hawana time na wao yao na Mungu. Wao ni shughuli, kutafuta pesa, kufanya mabiashara, kwenda kwenye anasa. Bwana apewe sifa. Hao wanafananishwa, roho za hawa watu zinafananishwa na mbegu ambazo zilianguka kwenye mimba na zikafinywa. Kuna mwangaza, hakuna nuru, hakuna mchanga wa kutosha. Utakapotoka kwenye dunia utajua ule mlango utapitia kufika kwa Mungu. Tutaona kama hizo shughuli zako zitakutetea mbele za Mwenyezi Mungu. Tutaona tu. Wewe fanya biashara zako, fanya makazi zako, enda kwa anasa zako, enda kabisa. Lakini utakapokufa na kuondoka kwenye hii dunia, tutaona yule mlango utapitia kufika kwa Mungu Baba. Kuna mwingine, kuna washirika wengine wanafananishwa na mbegu ambazo zilianguka kwenye mawe. Bwana asifiwe. Zilimea kidogo zikakauka. Kuna watu hapa watasikia neno na watatoka hapa wakiwa na neno, lakini halitaenda mbali sana, litakauka. Wanasahau. Atakapofanya makosa na kwenda kinyume na lile neno, ukimuuliza atakwambia hivi, mimi nilisahau. Moyo wake ni jiwe. Neno haliwezi kumea na kufikia kwa wakati wa kuzaa mazao. Ndio maana unaonayo wahubiri wakiwa na shida kubwa, anazamisha washirika kwenye neno, lakini the more vile anavyowazamisha ndivyo wanakuanga wagumu na kuwa na mioyo migumu katika church. Kuna mbegu ingine ilianguka kwenye mchanga uliokuwa na rutuba, ukazaa. Ile mbegu ni washirika ambao mioyo yao inakuanga tayari every time. Hiyo mioyo inapokea neno vizuri na inapokea kwa furaha, na hiyo mioyo inaficha lile neno, na wanaingia kwenye practical method, wanaput lile neno into practice. Lile neno linazaa matunda. Unakuta huyu alitimiza lile neno, nilimfundisha, analitimiza, analifanyisha kazi, linafanya kazi. Bwana apewe sifa. Linafanya kazi. Biblia ikasema, Yesu akasema, lile mbegu ambalo lilianguka kwenye mioyo ya washirika, ambao mioyo hiyo iko na rutuba na iko na mchanga wa kutosha, zile mbegu zilizaa 30 kwa 100, 60 kwa 100 na 100 kwa 100. Bwana apewe sifa. Hawa washirika wanakuanga na mioyo ambayo haiwezi kusumbua mchungaji, kwa sababu these hearts are ever ready to receive the word of God and to apply it in their lives, na linafanya kazi na linazaa matunda katika maisha yao. Hawa washirika wanaweza fananishwa na mtoto mtiifu ambaye anasikiliza mzazi na anatii vizuri, na akitii vizuri mzazi anafurahia. Lakini mtoto asiye mtiifu ambaye ni mtukutu, Biblia inasema ni huzuni kwa baba yake. Mtoto asiye mtiifu ni huzuni kwa baba yake. Hivyo ndivyo washirika wasio na moyo wa kupokea neno na kulifanyisha kazi ni huzuni kwa baba yao wa kiroho, mzazi wa kiroho.
ni huzuni kwake anapoona vile anavyofundisha watu hawalitimizi lile neno. Daudi alitiliwa mafuta for the first time, na alipotiliwa mafuta akarudi kwenye jangwa. Bado alitiwa mafuta na Samueli na akarudi kwenye jangwa. Na yale mafuta yalimsaidia kuua simba, dubu na kumwangusha Goliati. Ukiwa na upako wa Mungu, hakuna roho ya simba ama ya dubu ama ya Goliati itakayo kushinda, because you are anointed. Our power, siri ya uwezo wetu ni upako wa Bwana. Bwana apewe sifa. Daudi kwa sababu ya upako wa Mungu aliweza na alishinda maisha ya jangwani. When you are in the wilderness, ukiwa kwenye jangwa, sijui ni nani alikuwa ananipea ndoto kuhusu jangwa, vile alionyeshwa akipitia kwenye jangwa. Kamwambia muombe Mungu sana, kwa sababu jangwani ni hatari sana. Watu wengine hufia kwenye jangwa. Kiangalia kanisa la kwanza, the first era church, kutoka Egypt kwenda Canaan hapa, watu washirika wa kanisa hili walikufia zaidi ya 600,000, more than 600,000 people. Wenye walikuwa wametoka hapa Egypt kuja hapa Canaan ni watu wawili peke yake waliingia, walitomboa hii maisha ya wilderness, Joshua and Caleb. Hao peke yake ndio walishinda maisha ya miaka 40. Wengine wote walikufia wapi? Kwenye jangwa. Mpaka Musa mwenyewe he died. Na Biblia inasema hivi, alikasirishwa na wana wa Israeli. Washirika wanaweza kukasirisha mchungaji mpaka mchungaji aangushe sheria za Mungu na achane na huduma na atoke na afunge kanisa kama hili, aingie kwenye biashara zingine na aende kabisa. Huyu mchungaji anafananishwa na nani? Na Musa. Musa alikasirishwa na watu, baada ya kuongelesha jiwe akagonga jiwe, akakasirisha Mungu, naye Mungu akasema ni lazima uoche nini? Uchungu wa kifo. Unaona Musa, isipokuwa ni hivyo, Musa angeenda mbinguni na mwili kama Elija. Mungu alikuwa ameamua hiyo. Musa hangeonja uchungu wa kifo. Washirika ni watu ambao wanastahili kuangaliwa sana. Bwana asifiwe. Kwa sababu ndani yenu kuna mbegu mbaya. Tunapelekana na wao siku kadhaa, wanaanza maneno. Wengine wanatoka kwetu wanaenda huko, wanaanza maneno huko nje. Mchungaji asipokuwa na upako wa kutosha wa kupambana na kupigana na hizo roho za simba, za dubu na za Goliati, hata na yeye atasahau jukumu lake alilopewa na Mwenyezi Mungu. And this, watu wako hivyo na wanakuanga hivyo, na hawe ni ngumu kubadilika, kwa sababu walikuweko tangu mwanzo wa kanisa mpaka sasa. Kuna wimbo mwingine ya Kikuyu inasema agaruru kiolena ali amatirangia tutire maatagaru edoine kama zodere yawe oka Yesu ewewe na moyo wa tena na tena agaruru kiolena ali amatirangia
utirege makana lugetoine Kama shodere liawe oke Yesu Iwewe na moyo atana. Watu ambao wanageuka, wanabadilika mkiwa kwenye jiani, wanabadilika, wanaanza wanatan allowed na waanza kurudi nyuma. Hakuna siku watakosa kwenye safari. Usiwaangalie na usiwaangalie kwa sababu Bwana asifiwe. Yesu ndiye ako na uzima wa milele, sio hawa. Amen. Discouragement. Hata katika biashara zenu, hata kwenye kazi zenu, you will find these people. Amen. Utaanza biashara hapa, mwingine hana aibu, atakuja kukua hii ni biashara umeanza, hii itafilisika asubuhi. Discouragers. Bwana asifiwe. They are always there. Hallelujah. Umeanza hii kazi utatoboa. Amen. Umeamua kufanya umeamua kuacha kazi uanze biashara kama hii. Wewe unafikiria ni wangapi wameanza na wakashindwa? You will fall in the morning. Don't listen to them. Bwana asifiwe. Songa mbele. Joshua na Caleb na wengine 10, the 12 spies walitumwa na Musa, wakaambiwa endeni Kanaani, fanyeni upelelezi, muangalia hao watu wako huko. Ni watu wanakaa kwenye nyumba za mawe ama kwenye hema? Ni watu wakubwa ama ni wadogo? Tutawashinda ama tutashindwa? Go and spy the land. Wakaenda. Sasa waliporudi hawa 10 walianza kusema, Biblia wewe inasema wakaanza kulia wakimwambia Musa, sisi ni kama panzi mbele ya watu hawa. Hawa watu ni watu wakubwa, ni giants za watu, hatutaweza, tutakufia huko. Bwana asifiwe. Biblia wewe inasema wana wa Israeli wote wakaanza kulia, and the whole camp was full of mourning, and it was a day of a great sadness. Lakini Biblia inasema Joshua and Caleb, sikiliza haya maneno, but Joshua and Caleb had a different spirit. Walikuwa na roho ya pekee. Bwana asifiwe. And they stood before the people, na wakasema kwa sauti, sisi sio kama panzi mbele ya watu. According to the promises of God, tutaangusha hawa watu, and we are going to possess the land according to the word of God. Bwana asifiwe. Na Joshua akasema sio leo, sio kesho kutwa, ni kesho. Sisi sote tuamke asubuhi, we are going to possess the land tomorrow. Bwana apewe sifa. Walikuwa wawili, 2 against 10, lakini Joshua hawakuogopa. Joshua and Caleb hawakuogopa because they had a different spirit. Ukitaka kushinda ni lazima uwe na different spirit from people. Uwe na roho ya tofauti kutoka apart from yenye iko na watu. Hakikisha uko na a different spirit, ili kupigana na roho za kifamilia na madhabahu na tamaduni zao. Ni lazima uwe na roho ya pekee. Amen. Unique spirit. Kama utakuwa na roho ya pekee, utapigwa na utaangushwa. Hallelujah. Na haijalishi ni watu wangapi ambao wako against you, hata kama uko peke yako, stand firm. It is not by might or by power, but by the Spirit of God. Hallelujah. Roho wa Mungu ndiye husaidia mwanadamu na kushinda. Sio nguvu zake wala utajiri wake ama pesa, lakini the spirit that is in you. Hata ukiona mtu akishindwa, huwa anashindwa kulingana na ile roho iliyo ndani yake. Zaeni matunda 100 kwa 100, 60 kwa 100 na 30 kwa 100. Amen. God's anointing is taught and caught. Andika hivyo, God's anointing is taught and caught.
Upako wa Mungu hufundishwa na huguzwa. God's anointing is taught and caught. Andika 2 Kings 2 chapter 2. 2 Kings chapter 2. Tuanzie hapo moja tusome mpaka 3. Ikawa hapo Bwana alipopenda kumpandisha Eliya mbinguni kwa upepo wa kisulisuli, Eliya alitoka Gilgali pamoja na Elisha. Eliya akamwambia Elisha, tafadhali kaa hapa, maana Bwana amenituma niende mpaka Betheli. Elisha akasema, kama Bwana aishivyo na roho yako iishivyo, sitakuacha. Bali wakashtuka, wakashuka mpaka Betheli. Basi wana wa manabii waliokuweko Betheli wakatoka kuona na Elisha, wakamwambia, je, unajua ya kuwa Bwana atamuondoa bwana wako leo asiwe mkubwa wako? Akasema, naam, najua. Nyamazeni. Bwana asifiwe. The anointing is transferable. The anointing is transferable. Upako wa Mungu unaweza toka kwangu nikupee. Naweza kukupea my anointing. Baba mzazi wa kiroho anaweza kukubalia anointing. Amen. Biblia inasema Eliya na Elisha walikuwa wanapelekana, na akafika wapi? Gilgali. Eliya akamwambia Elisha, kaa hapa, ninakuja. Elisha akamwambia, sikuachi baba, kama vile Mungu wako anavyoishi, sikuachi. Wakafuatana, wakafika Yeriko, wakafika Betheli. Kaa hapa, nakuja, kama vile Mungu wako anavyoishi, sikuachi. Elisha yani hakumkubali kumwacha mtumii bwana wake, alimfuata mpaka mwisho. Na kwa sababu kuna ahadi Eliya alikuwa amemwahidi nani? Elisha, kama utaniona nikienda, nitakuachia roho yangu mara mbili, kama utaniona nikienda. And that was the exam. Mtihani ulikuwa hapo. Mara nyingi ninaposikiliza watu wakisema kuhusu kufa kwa watu, mtu huwa anasema hivi, ati huyo mtu tulikuwa na yeye, niko hapo kwenye kitanda nimeketi, lakini wakati nilibadilisha tu, niligeuza uso wangu kuangalia namna hii, nikaangalia, sijui nilikuwa nachukua kikombe, sijui nilikuwa nafanya nini, lakini kustuka mtu alikuwa ameenda, sikuona akienda. My spiritual son aliniambia, alibeba mama yake kwa gari ampeleke hospitali. Kamchukua akaenda, lakini kufika hospitalini madaktari wakakuja, hello, ni nini? Niko na mgonjwa hapa, ndio nimeleta. And you know these two people were very much woven. They were very much humbled. Sasa ameweka mama yake hapa, daktari wakamwangalia, wakamuongelesha, haongei, wakamgonga, haongei. Madaktari unajua wanajua mambo. Wakakuja na zile vitu wanaweka hapa, kasikiliza. Ndio akamwambia, wewe ni nani kwa huyu mama? Mimi ni mtoto wake. Wangapi? Kasema,
Lakini unajua mama yako hayuko wapi na ako hapa. We are telling you that your mother is dead. No, she's not dead. Anakuanga hivyo, anakuanga mgonjwa hivyo, na halafu kwa sababu sasa ni machini yake imekwama, sasa akiwekwa oxygen anaamka. Huyo hata akiwekwa, unajua kulingana na vile tunasikia alienda more than 30 minutes ago. Kwa hiyo hata akimchukua pale labda lakini kuna ahadi mama yake alikuwa amemwambia kabla, kwa sababu ninajua utasimama na mimi until the last minute. Whatever is mine belongs to you. Chochote kilicho changu ni chako. Mungu alihakikisha amemwona mama yake mpaka the last minute, dakika yake ya mwisho amemwona. Bwana apewe sifa. Anakabarikiwa kutoka hapo. Baraka za Mwenyezi Mungu zikawa pamoja naye. Wakati when you are tested, wakati unapojaribiwa, wewe unapita mtihani ama unaanguka mtihani. Jesus was tempted for 3 times in the wilderness. Yesu alijaribiwa mara 3. 1, Shetani alitumia alimwambia, kama wewe ni mwana wa Mungu, badilisha hii jiwe liwe mkate. Unajua watu wanapenda kukula sana. Watu wanapenda kukula sana. Na kwanza Shetani alimletea mkate ule, watu wanapenda sana mkate. Tazama hata wakati tuko na karao tunapika hapa kanisani, wamama wanakosalia machapu, mikate chapu. Shetani alimwonyesha Yesu chapu na alimletea jiwe linakaa round kama chapu. Sasa Yesu kuangalia jiwe lenye alikuwa anaonyeshwa, hakuona jiwe, aliona mfano wa chapu. Na ako na jaya 40 days day and night. Enda wakati tunapika hapa utasikia mafurugu huko kwa nyumba hapa. Machapu wa mama machapu. Ukiona mama amevuka testi ya chapu na nyama, ujue huyo amepita mtihani. Na hata wanaume wakati mwingine wanashikwa na hiyo shetani. Si niliwaambia mzee wa kanisa, sitaje kanisa letu hilo, alienda na bucket, akaweka chapo kwa bucket, alafu akaweka ile maganda ya viazi na ya karoti na nini. Sasa kuulizwa anabeba nini, anasema nabebea hii maganda ya ng'ombe na mbuzi. Kumbe chapo ziko hapo. Sasa yule mama, kwa sababu alikuwa ameenda na akaona chapo hapa haziko, kamwambia hapana, kwa nini na ndani yangu nasikia kama sio maganda peke yake iko hapa? Hebu mwaga nione mimi. Wacha ni mwage nitarudisha. Hapana, usijaribu kumwaga nini. Yule mama ni mkali naye akashika bucket akamwaga chapu. Bwana asifiwe. Chapu. Shetani alimjaribu Yesu sana kupitia kwa tumbo. Watu wanapenda tumbo. Siwende uone wanapofanya laini, unasikia pakeni laini tafadhali mpewe chakula. Hapo sasa wamama kupigana. Niliona mpaka mwingine amebeba mtoto hapa. Mtoto mama ako na sahani 2 namna hii. Anawekewa nyama na chakula, anawekewa hii ingine. Anaulizwa hii ni ya nani? Hii ni ya mama, tuko na yeye hapo na ni mzee hawezi kuja na ni zake.
naye mtoto anapitia hapa, unajua hapa kwa ngongo, na mtoto mkubwa anajaribu kupitishia mkono hapa afikie. Wewe kaa huko, wewe utatoa na matiti, kaa huko. Mama akaenda, dakika 5 amemaliza sahani zote mbili, amerudi kwa laini, amepanga laini tena na zile sahani amesafisha, na kulikuwa kumekufa watu 5 huku anakula. Watu wanaomboleza watu 5 walikuwa wamechomeka na petroli. Yeye furaha yake ni kukula. Watu wengine ni kama hata hawashibaji kwao, ni walafi. Biblia inasema wala nyama hawataingia kwenye ufalme. These are greedy people. Bwana apewe sifa. These are greedy people. Hallelujah. Chapu itupu. Mama mwingine akatwambia, mnaona tumbo iliwekwa hapa mbele ya vitu vyote na sehemu zote, uwe unaiona unaikupuka. Lakini hii ni majaribu makubwa. Hii tangi, hii mtuki ni majaribu makubwa. Ukitaka vizuri, shida hii. Bwana asifiwe. Ukishinda hii, you have passed the exam. Amen. Jaribio la pili, alipandishwa juu ya mlima, akaonyeshwa nini? Falme. Akaambiwa, ukinisujudia nitakupea. Hii ndio inafanya watu waingie mpaka kwa Freemason. They need power. Wanahitaji power, uongozi, utawala, wanataka pesa. Amen. Wengine wanataka kuabudiwa, kusujudiwa. They want to be worshipped as if they are God. Sasa watu waliacha kidogo. Kitambo, zamani nilipokuwa mdogo, sijui ni wangapi walikuwa wadogo pamoja nami, ningeweza kwenda kutazama Moi akiibiwa. Wanawake wanajirembesha vizuri, wanajichora na machoka, wanaenda wanaibia Moi, mpaka mzee mmoja aliuliza bibi yake, na unaweza niibia hivyo? Uliibia Moi? Ukitaka kukaa huku kwangu uniibie vile nilivyo mimi, hata sifikiriaje unaweza iba namna hiyo. Sasa uvae zile nguo ulikuwa nazo, uniibia hapa nifurahi, kwa sababu utaenda kukula kwa Moi. Bwana asifiwe. Moi alikuwa anaibiwa mpaka anatoka kitu. Nasema hawa mama Wanyakenywa walikuwa wanaitwa hawa mama Wanyakenywa wapewe shamba. Hata hapa KCC niliuliza shamba ingine iko hapo, nikaambiwa ni hawa mama walipewa na Moi hiyo. Anaibiwa mpaka unaona anashuka kutoka kwa platform, anaanza kuimba kama wao na furaha. Watu wanapenda hizi za anasa za dunia, watu wanazipenda. Bwana apewe sifa. Lakini we have to overcome them. Kama utajiangalia vizuri, Bwana asifiwe, utabebwa na utajiri na falme za dunia, na utaabudu shetani, utaabudu pesa, utaabudu maisha haya. Lakini hizi anasa za dunia ni za uongo, huwa zinapita haraka sana. Bwana asifiwe. You have to be determined to pay the price. Amen. Upako una gharama. Elisha kumfuata Elia sio mchezo. Mpaka
wana wa manabii wenye walikuwa wanasomea unabii walimwambia Elisha, unajua bwana wako anaenda, utaachwa. Akawaambia, ninajua, nyamazeni, it is none of your business. Ukimfuata mtumishi wa Mungu usisikilize maneno ya watu, waambie wanyamaze, kama vile Elisha alivyowaambia wana wa manabii. Na unajua ni akina nani walikuwa wanaongea? Sons of the prophets. Hawa watu walikuwa wanaenda kwa shule, and they were taught how to prophesy. Walikuwa wanafundishwa, ni wana wa manabii. Manabii ni mababa zao wa kiroho. Sio kusema ni watoto wa kuzaliwa na manabii. Hapana, hawako wamezaliwa kimwili. Hapana, ni watoto wa kiroho wa manabii waliokuwa wanafundishwa kutabiri na kusikiliza sauti ya Mungu. Bwana asifiwe. Sasa wako kwenye mlima wanaangalia, na already ujue hawa ni manabii, already had the message. Already walikuwa wamesikiliza na wakajua Mungu anachukuta kuchukua Elia. They had the message already. Kwa hivyo wacha niwaambie neno hili. Watu ambao hutukwaza sio watu wa mataifa, ni watu walio na unabii na wanasikia mpaka sauti ya Mungu. Kumbukini yule nabii kijana na yule nabii mzee. Nabii kijana aliambiwa na Mungu, ukienda kupeleka ujumbe usikule na usikunywe. Naye yule nabii mzee akiwa kwake kwa nyumba alisikia Mungu akimwambia nabii kijana. Yule nabii mzee akajua, huyu kijana anataka kuninyang'anya ofisi yangu ya unabii. Vile nitafanya, nitamdanganya nimwangushe. Akaenda akachukua bokora yake akaenda. Sasa yule nabii kijana mdogo amepeleka unabii na amemaliza, na sasa ako barabarani anarudi nyumbani, nako kale kamzee kanakuja. Unaona hao manabii wazee, wewe unawachunga sana. Anakuja, na ndio maana unaona watu wengi wakiwa na vipawa kwenye kanisa, badala ya hizi vipawa to be nurtured, wachungaji wengi wanazipiga, wanaziangamiza. Kamzee kanakuja, kakakutana na nabii kijana. Bwana asifiwe. Habari ya nabii, mtumishi wa Mungu. Umepeleka ujumbe? Nimepeleka na umefikisha. Nami ni nabii mzee, naitwa nabii fulani. Sasa Mungu amenitokezea nikiwa kwangu nyumbani, akaniambia alikuwa amekwambia usikule na usikunywe, si ndio? Sasa ameniambia kwa sababu umefikisha ujumbe, sasa unaweza kukula na ukunywe. Yule kijana akaingia kwa huyu nabii mzee, akapewa chakula. Nabii ako pale tu, unajua this is your last minute. Hii ni dakika yako ya mwisho bro. Hakuna nabii kijana atapia anaweza pita mzee hapa. Bwana asifiwe. Haleluya. Akakula, alipomaliza akatokea kwenye barabara. Bas, simba ndiye huyu. Malaika wa Mungu akiwa kama simba. Simba akarukia nabii kijana, akamwangusha chini, akamuua. Punda akasimama hapo. Simba akasimama akakaa hapa. Watu wanaona kuna simba, kuna punda na kuna maiti ya kijana mdogo imelala hapo. Nabii mzee ni kucheka, anacheka, anasema basi, nabii kijana alikuwa anataka kuchukua ofisi yangu, he is dead, bado nitaendelea kuwa nabii. Bwana asifiwe. Chunga watu mpaka watu ambao wanasikia kutoka kwa Mungu, they can cheat unto you. They can cheat.
Na ni kweli husikia, kwa sababu huyu mzee alisikia. Na alipokuja kwa huyu kijana akasikia Yesu, maneno yenye huyu mzee anasema, ndio hiyo. Hayo ndio maneno Mungu aliniambia. Na sasa kwa sababu hakuwepo nani alimwambia, kwa kweli huyu mzee alisikia kutoka kwa Mungu. Wacha nikule kwake. Kumbe chakula hicho ndicho cha mwisho. Chungeni manabii. Unaona hawa manabii? Chungeni manabii. Bwana asifiwe. Wanaweza kumwangusha. They can steal your stars. They can destroy your destinies. Praise the name of the Lord. Kwa sababu bado ujue hawa manabii, I'm one of them. I know how we operate. Najua vile tuna operate. Ninaweza shika barabara yako kwenye anga na nifuatane na nyota yako, nifuatane mpaka nishike na inione your star, na nifuate nyota yako na inionyeshe your destiny. Nikijua your destiny and how broad it is, nikiwa nina roho ya chuki, nikitaka kudestroy your destiny, ninayangamiza early in the morning, very early in the morning, naiangusha chini. Hivyo mnaona sisi manabii tunawabariki na mnabarikiwa, mwe mnajitazia hivi. Hivyo tunavyowabariki ndivyo tunaweza kuwalaani. Hivyo tunawaombea mnapona. Ndivyo nabii anaweza kukurushia roho ya magonjwa ikuangushe chini. Hivyo tunawabariki mnatajirika. Hivyo ndivyo nabii bado anaweza kukurushia roho ya umaskini, ukae na umaskini miaka yako yote ukiwa umelaaniwa. Tajaribu kuamka usiamke. So huyu nabii mzee was very dangerous. Hangekubali mafuta machanga yachipuke yafanye kazi. Hangekubali, because he was great and full of hatred. Tusiwe hivyo. Bwana apewe sifa. Vipawa vikipeanwa na Mungu, tuzikubalie, tuzifanye kazi katika nyumba ya Bwana. Kuna kanisa zingine unaona hata kukanyaga hapa kwenye hii pulpit huwezi. Na sio sisi tu wahubiri. Kwanza hawa wanacheza vinanda hawa. Ndio anacheza kinanda hapa. Jaribu ukaribia hapa kwa kinanda. Kuna mtu mwingine alienda anajua kucheza kinanda, akaenda kwa kanisa lingine. Alipoenda akaenda wakati wa sifa, ni sifa zinataka. Akakuja akamuongelesha huyu mchezaji wa kinanda, unaweza kuangalia tu nicheze kidogo. Mimi ni mchezaji wa kinanda kanisa fulani. Kumbe huyu amewahi sikia huyu akicheza. Hiyo kanisa hiyo, mimi nasikianga kinanda. Mimi wanacheza. Basi akampea wakati wa sifa acheze kidogo. Alicheza, washirika wote wakapiga duru. Kumbe ile duru imekuwa uchawi wa kumloga. Unajua Daudi, hawa mama nilikuambia wanaibianga, walikuwa wanadansia raisi. Walienda mbele ya mfalme Daudi na Sauli. Sauli amekaa hapo, Daudi amekaa hapo. Wakaiba. Sauli ameua maelfu ya watu. Ni shujaa. Sauli akasikia yeye amesifiwa sana. Wakakuja upande wa Daudi. Daudi ameua maelfu makumi, maelfu. Sauli akasikia akaghadhabika na hasira zake zikainuka na hatred yake kwa Daudi katoka hapo. Kwenye nyimbo kuna mambo. Ndio maana unaona mpaka watu wanasemaga hiyo wimbo mtu fulani aliimba ni mimi alikuwa nakata na hiyo wimbo. Kwenye nyimbo kuna mambo.
Ati siku moja pasta wa kanisa alikuwa anaitwa Gige. Wenye hawajui Kikuyu, Gige ni kusema zile panzi za grasshoppers zenye zinakula mimea na nini, hizo tunaziita Gige kwa Kikuyu. Sasa pasta alikuwa anaitwa Gige. Sasa walikuwa wanakosana na bibi yake sana. Sasa wakitoka nyumbani wamekosana. Sasa wakati wa ushuhuda, wenye Caroline Nyangu anasema wakati wa ushuhuda, bibi ya pasta anasimama. Anasema mimi nimeokoka, lakini nitaimba wimbo uwe ushuhuda wangu. Mwadani twelelia Gige. Aige moigagane agimana tiagimana nemerimo ya ngoro irwaritwo ni aingĩ. Bwana asifiwe. Anaimba wengi wanasema ni watu wazima, kumbe ni magonjwa yako na watu. Anaimba akiangalia kwa upande. Bwana asifiwe. Angalia, wakipelekana jioni kwenda nyumbani, hakuna mmoja anaongelesha wiki. Nyimbo zinabebaga mambo. Amen. Sauli na Daudi wakakosana, na Sauli akaanza sasa kumuita Daudi amuue. New anointing. Unaona upako mpya. Sio manabii wengi wazee wanakubali mafuta mapya. Ukishika microphone kama hii, ukiimbisha, jua hata huyo mwingine kipawa chake kinachipuka, hata na yeye anataka kipawa chake kikue. Sema amen. Emmanuel akicheza kinanda hapa, ajue sio yeye atakaa kwa kinanda milele. Kama anataka kujua kinanda, Junior anataka kujua kinanda, Rebeka anataka kujua kinanda. Bwana apewe sifa. Hizi vipawa azinache vizuri. Amen. Ili sisi sote tuwe na vipawa tunafanyisha kazi kwenye nyumba ya Bwana. Hallelujah. Anointing. Kuwa na upako wa Mungu sio kuhubiri tu, lakini kuna kazi nyingi za kufanya katika nyumba ya Bwana. Be determined. Determination is the best factor. Ukitaka kupokea kutoka kwa Mungu, be determined, jitolee na ujipeane vizuri, kwa sababu kuna gharama. Amen. Discarding the old and receiving the new. Kubali kuachana na mambo ya zamani, kwa sababu mambo mapya yanakuja. Amen. The best is yet to come. Yale mazuri zaidi yanakuja. Amen. We need the Spirit of God to enable us move forward with courage and a lot of power. Tunahitaji Roho Mtakatifu wa Bwana ili tukaweze kuenenda mbele tukiwa na ushujaa na nguvu nyingi za Mungu. We are his vessels on earth. We are his vessels on earth. Sisi ni vyombo vya Mungu katika dunia. And each and every vessel is needed by God. Kila chombo kinahitajika kutumiwa na Mungu. Amen. You are a container. Wewe ni kama mkebe ama chupa. Mungu anataka kuweka kitu ndani yake, ili hicho kitu akaweze kukitumia. The more we do for God and the greater the anointing we carry, the greater will be the effort of the enemy to discourage us. Ujue vile unapaa zaidi, vile unapokea upako wa juu, ndivyo demons nyingi zilizo na uwezo zinachipuka kukimbishana na wewe. Wacha nikwambie, unaona wana wa Israeli wametoka from Misri, wanaenda Canaan. Na Firauni akakubali waende. But after 3 days, sijui ni siku 3, akabadilisha nia yake. And he followed them.
Firauni na mafarasi na askari wake wakawa nilikuwa ninasoma ninafanya research kidogo, nikasikia juzi tu, sijui wanajiita geologists, sijui wanajiita nani, walienda mpaka Red Sea wakajaribu kufanya utafiti, wakatoa vitu remains of ions, mabaki ya chuma, magari za chuma na nini zenye hawa watu askari wa Firauni walikuwa wamevaa. Ujue unapotoka kule, mwambie Farao nimeokoka, Misri sirudi, naelekea Kanaani. Ukitoka huko ukielekea huku, Firauni hawezi kubali uende tu hivyo, lazima atume askari wake wakufuata wakurudishe, kwa sababu kwake ulikuwa na faida, kwa shetani ulikuwa na faida. Bado tunafuatwa, ujue utafuatwa. Ukiamua kuokoka unafuatwa, ukiamua kuja kanisani unafuatwa, ukiamua kuwa na biashara unafuatwa. Jua kila wakati ukipiga hatua ni lazima ufuatwe. Bwana apewe sifa. Lazima ufuatwe. Lakini neno linasema nini? Linasema hivi, kukawa na giza, naye malaika wa Bwana akasimama katikati ya wana wa Israeli na jeshi la Firauni, akakaa hapo katikati. Mwingine akaenda akang'oa magurudumu, malaika wa Mungu akang'oa magurudumu ya magari ya Wamisri. Yaani zile gari zikakaa zikitereza the whole night. Bwana asifiwe. Barabara ikajaa giza na utelezi mpaka wale walipovuka the Red Sea, nao wale magurudumu yakarudishwa. Mungu anataka kuwaua. Wakaingia kwenye bahari, hakuna hata mmoja akona akili ya kuambia hapa kuangi na barabara. Hii barabara ilitoka wapi? Na hii barabara itakaa kwa muda gani? Na wanaona upande wa kulia na kushoto ni mawimbi ya maji, hawajiulizi na hii maji kulimbiana. Unajua Mungu wakati mwingine anakupiga kwa upofu ili akaweze kukuua. Anakupiga tu kwa upofu. Wewe unapanga safari, unaambiwa na mtu acha kwenda kwa hii safari. Hapana, nitaenda nitatoboa. Usiende. Hapana, namwamini Mungu. Na huyo Mungu si ananiambia usiende. Hapana, nitaenda. Lakini kumbe Mungu amepanga kukuua. Unaamua unaenda, unakuua. Waliingia wakafika katikati, Mungu akarudisha bahari, akawafunika tu. Sisi ni vyombo vya Mungu, na ukitaka kusaidiwa na Mungu na kutumiwa na yeye, Yesu alisema Roho wangu atakuja akakaa ndani yenu, nami nitakuja tukiwa na Baba, tutakaa ndani yenu, nanyi mtakaa ndani yetu. We are special vessels. Sisi ni makonteina za Mungu, tukubali tu. Lakini tujue vile tunavyotumiwa na Mungu ndivyo shetani anaandamana nasi. Amen. Acha niwaambie something that happened to me sometimes back. Niko na mtoto wangu wa kiroho, niko na yeye mpaka wa leo. Sasa tulipojuana the year 2008, yeye alikuwa anasikia wahubiri wanapenda pesa sana. Sasa nilimhubiria mahubiri ya Jefidha ya kuwa maombi ya kiapo yenye tulifundishwa hapa na Pastor Jane. Najua wengine walisahau ya kiapo, na akaamua kuapa na akatoa pesa zake tukapeleka kwa disabled.
Muliona mapolisi wa vile walifanya mlemavu? Muliona? Yaani tumefika hapo sasa. Tumefika hapo sasa Tukutana na mlemavu, unampiga mtego, unamwangusha chini, unamweka kwa Land Cruiser. Tukaenda kwa hawa watu, tukatoa pesa zenye alikuwa nazo, watu wakanunuliwa mile mikono badia, wheelchairs and whatever. After kutoka huko, Mungu akamjalia, akampea chenye alikuwa anataka. Sasa uhusiano wetu kawa karibu sana, na akaanza kunisaidia kidogo kidogo, sababu katika wakati huo nilikuwa na maisha magumu. Nilikuwa nakaa kwa kanyumba kama bati upande na juu karuturumu mbili. Sasa alikuwa mwisho wa mwezi ukifika, ananitumia pesa, nalipa nyumba. Ilikuwa ninalipa 350, lakini kwangu zilikuwa nyingi mpaka nilikuwa nafungiwa. Lakini nilikuwa namhudumia Mungu kwa uaminifu. Let me tell you something. Be faithful to God and he will be faithful to you. Kuwa mwaminifu kwa Mungu na atakuwa mwaminifu kwako. Mtumikie Mungu hata katika hali ya umaskini. Na utakapokuwa tajiri bado utakaa kwake, kwa sababu ulikaa kwake ukiwa maskini. Hata utakapokuwa tajiri bado utakaa kwake. Mimi nilikaa kwa Mungu nikiwa maskini, na mahali sasa nimefika, mimi sio maskini, but I'm still there. Watu wote waambia kwa Mungu sitatoka. Bwana asifiwe. Sasa I think my spiritual son akafikiria atanijaribu. Niliwaambia kupita majaribu ya anasa na pesa na utajiri, ukipita hiyo ujue basi. Tukaenda Nairobi siku moja, tukarudi, tukafika pale Kabete, nikanunuliwa kuku, nikakula, nikashiba. Tukaingia kwenye supermarket Tuskys hapo, kaniambia chochote wote, you pick whatever you want, pick whatever you want, don't mind about money. Kachukua vitu, ninamwambia niko sawa. Ananiambia unachukua vitu kidogo namna gani? So chukue whatever you want. Nachukua zingine. Ananiambia continue picking. Nilichukua vitu vya zaidi ya 3,000. Kalipa. Kafika mahali, tukafika town. Tunataka kuachana sasa. Akaniambia sasa kuna karatasi kako hapo. Kako hapa. Ni wakati wa polythene, wakati wa makaratasi ya polythene. Karatasi ilikuwa nyeusi na iko na kitu ndani. Akaniambia hii karatasi ushike vizuri, uende nayo kwako, uniwekee, nitakuitisha. Sawa. Ni tukaachana, nikaenda na karatasi yangu nimeshika, sijui ni nini. Nikaenda kwa draw. Hii draw tulipea kanisa, hii iko huku. Kwa ile draw iko chini, nikatoa, nikaweka karatasi yake hapo. Tukakaa siku ya kwanza, siku ya pili tukaonana, haniitishi karatasi. Tukaenda siku 5, haniitishi karatasi. Wiki 2 haniitishi karatasi. Mwezi ukaisha, haniitishi karatasi. Tulipoingia mwezi wa 2 nikamuuliza, na unajua, unakumbuka kuna karatasi ulinipea? Kaniambia ati karatasi. Hapana. Akaniambia hapana, kuna karatasi ulinipea. Karatasi imeandikwa nini? Nikamwambia si karatasi ya kuandikwa, ni karatasi ile polythene paper umeleta, iko na kitu ndani. Kaniambia hapana, hiyo karatasi ni yako, labda wewe ndio unajua mahali ulitoa. Nikamwambia hapana, hiyo ni karatasi ulinipea wakati tulikuwa Nairobi na iko na kitu ndani. Akaniambia hapana, but do this, fanya hivi,
wewe uende uangalie ni nini iko ndani. Mimi nikaenda sasa, that's the time nilienda sasa, nikatoa karatasi yangu from the drawer, withdraw drawer, nikaangalia, nikakuta ni pesa zimefungwa 1,100 zilikuwa 300,000. Haya, nikampigia simu, hakushika. Unajua hata sasa nikimpigia simu hashikangi, anakata anapiga, ama nikimaliza anapiga. Hiyo inakuanga hivyo. Sijampigia simu akachukua. Kampigia, hakupiga. Tukakaa wiki moja, akanipigia, kamuuliza, nilikuwa nakupigia nikwambia mambo ya ile kata. Hapana, hiyo utaniambia tukionana. Anakata hiyo maneno sana. Tukakaa mwezi mzima, tukakutana, nikamwambia kuhusu ile karatasi iko na pesa, na niliona ni 300,000 zimepigwa, zimapangwa hivi 300,000. Kaniambia, hapana, hizo pesa sio zangu, hizo pesa sio zangu. Lakini fanya hivi, weka kana hizo pesa, wewe tutakuja kujadiliana kuzihusu. Tukakaa mwezi mwingine, tukakutana, akaniambia ile karatasi sasa iko wapi? Bado uko nayo? Hebu wenda kuja nayo. Tukaenda mpaka kwake, kwangu kwa gate, nikatoka na karatasi. Nikakuja, akaangalia, akaniambia, I was just testing your faithfulness. Nilikuwa na kujaribu uaminifu wako. Sasa amehesabu, amekuta zote 300 ziko hapo, lakini bado hizi pesa baba ni zako, lakini nilikuwa nazitumia kukujaribu whether you are faithful. Hizi pesa nimekupea. Hizo ndizo pesa, si nyingi sana, niliwahi kushika kwa wakati huo 300,000. Zikanihamisha mpaka kutoka kwa kale kanyumba kama bati. That spiritual son aliniamini from there mpaka today, mpaka wa leo. Hata kinipea milioni 10 huwa anajua that amount is safe. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Aliniaminia utajiri wake from there mpaka wa leo. Be faithful and God will be faithful to you. Wengine waliona cheerleader wangu hapa akienda kwao akapewa shamba na ikanunuliwa by his brothers. Akaulizwa, sasa dada, uko na account tukuwekee pesa? Akasema sina account, lakini nitawapea account ya my bishop. Wote wakakataa. Akasema hapana, hakuna account naenda kufungua, nyinyi just go and deposit. Akanipigia, nikampea namba ya account yangu ya Equity, wakaweka pesa zake hapo 800,000. Be faithful and God will be faithful unto you. Bwana apewe sifa. Wengine hata kama wachungaji wengine unaweza weka pesa kama hizo kwa account ya wakuue. Waacha kukuimbia wakuue. Be faithful. Kuweni waaminifu. Anointing inahitaji mtu ambaye ni faithful. Bibi yangu huyu Reverend nampenda sana. She is very faithful. Mimi nawekanga pesa, mimi sifichangi pesa. Mimi nikienda na pesa nazitoa tu, naweka hapo kwa meza, na mpaka zingine nazisahau. Yeye anaziona, anazipata kwa nyumba, ananiambia nilipata pesa, ananiambia niliona pesa, niliweka nikasahau. Naziweka kama anahitaji whatever she wants, ananiambia naweza chukua 100 hapa. Hata kama ni simu, lazima nipigie simu, hebu nisaidie tu na shilingi 500 ama 1000 hapa, nifanye something I want. Na mimi kwa sababu najua she is very faithful. Hata mkimuuliza, mimi akiniambia kuna kitu anataka kufanya, hata simuulizangi ni nini anafanya. Hapana, namwambia tu chukua, because I know she is faithful. Bwana asifiwe. Unajua niliona a question
kwa social media nikaona imeandikwa probably sasa dunia iishe leo. Mungu aumbe dunia ingine na atufufue from the graves. Aambie wanaume you can go forward and marry. Sasa unaweza oa mama, unaweza oeleka. Hiyo question hiyo swali inauliza unaweza muoa yule mwanamke ulikuwa uko na yeye kwa ile dunia ingine. 98% wanasema hapana. Bwana asifiwe. Lakini mimi I'm speaking this from the bottom of my heart. Hata dunia ikiisha leo, ikuje ingine tufufuliwe, tuambiwe tuoe, I can go for man. Ananitosha. Tabia zake ziko sawa, mambo yake yako sawa. Are you faithful? Wewe ni mwaminifu kwa Mungu. Uaminifu wako umefika hapo. Bwana apewe sifa. Amen. Let us be faithful. Be faithful to your husband. Be faithful to your wife. Be faithful to your children. Be faithful to your parents. Mama mwingine aliuliza bwana yake, na sasa bwana yangu, sasa nikikufa unaweza lia? Mwanaume akasema naweza lia. Mama akamwambia, si ulie basi nione vile unaweza lia. Na akamwambia, si basi na wewe ukufe kwanza, unionyeshe vile utakavyokufa, alafu nilie sasa. Bwana asifiwe. Let us be faithful. Tuwe waaminifu even to our fellow men and women. Amen. And once we will be faithful, tutabarikiwa. Ukitumwa na mtu dukani, uwe na cheji, hata kama ni cheji ya shilingi 1, hakikisha umemrudishia. Wacha niwaambie ukweli wa roho yangu. This is the truth of my heart. Mimi ninaweza kukutuma kwa duka, upewe cheji ya shilingi 5 usirudishe. And I hate you from there. Nikuchukia kutoka hapo. Na mimi bado ninaye kuchukia kwa sababu ya shilingi 5. I can give you even 1,000 shillings. Naweza kukupea even 5,000, even 10,000. Ninaweza toa kwa mfuka nikupee. Lakini ninaweza kukuchukia kwa sababu ya shilingi 5. Mimi ni mtu hatari sana. Kwa sababu kwenye hizo shilingi 5 I was testing you and you failed. You failed the exam. Mungu atusaidie tuwe waaminifu. Sema amen. Mchungaji mwenzangu nilikuwa ninaambiwa juzi tu, ati aliambiwa na mtu hivi, sijui what happened hapo. Walikuwa wanaandikiana agreement na whatever. Akaambiwa na huyu mtu, pasta, kwa sababu ni wewe tuko na yeye na wewe, hebu nishikie hizi pesa 400, zilikuwa 400,000. Pasta akashika. Walipomalizana, si kutoka nje, pasta disappeared. He disappeared like that. Na wakahama na bibi yake wakaeka. Wakakaa na huko sitaji na huko wakakaa. Pesa zikaisha wakarudi. Sasa yule mtu
He was forced. Alisukumiwa kuwachota boma yao. Alichota boma yao. Be faithful. Tuweni waaminifu. Bwana asifiwe. Tuweni waaminifu. Ninajua hii sasa hii mahubiri inagonga roho za watu wengine kugonga. Hata wengine sasa watanichukia from today. But that's the truth. Naona roho zenu zimeinama namna hii. Ukikumbuka vile ulifanya mwenzako, na ukikumbuka vile alikupea kitu atakuwa nakuuzia, ukapeleka kwa nyumba mpaka wa leo iko huko, unalipa, unapikia hiyo gazi na hujawahi mlipa na iko kwako. Ndio maana unaona hata tunaenda mazishi, badala ya watu wengine wawe na huzuni huko ni kucheka, wanacheka kwa sababu walikuwa na madeni ya huyu mtu, na sasa amekufa na hakuna mtu atafuata. Wengine wako hivyo. Wengine wanaibia mpaka mama zao, wanaingia huko ndani huko, unamkuta anainamisha maskati ya mama yake na mnaitoke mapesa haibi, na kanisani ndiye anaibisha, anaokosa hii praise and worship hapa. Akona sauti kama ya niga hapa ya kutoa nyoka pangoni. Wengine ni kukopa na hawalipi. Nipe 1,000, tokeza 1,000 hapa. Mpaka wengine wanadanganyana ati mama zao wamekufa na hawajakufa, na wanaanza kuchaka online, wanamtumia pesa. Niko na huzuni, a lot of sadness this morning. Mwingine alidanganya watu kwa kampuni, baba yao amekufa, watu wakachanga a lot of money. Sasa mazishi ni ya kesho, baba yake akakuja leo kwenye kazi kutafuta mtoto akiwa kwenye ofisi, ati kuna mzee ako hapa anasema he is your father, na sisi tunachaka kwenda kwa bali, labda ni baba mdogo, hebu toka umuone. Jamaa alitoka, alichomoka akaenda kabisa, hakurudi mpaka kwa kazi. Sasa hata kwenda nyumbani ni shida, kwa sababu sasa baba yake alitoka huko akijua huyu alikuwa anachangisha ati amekufa. People are very much unfaithful kwa kupenda pesa. Be faithful even to your fellow men and women. Muwe waaminifu, na kama uko na deni ya mtu uende ulipe. Hapo kwa deni hakuna amen. Bwana asifiwe. Deni ya duka, si ulihama mpaka kwa duka wewe ukaenda kwa hiyo duka ingine, na mkikutana kwenye duka karibu gogo na pikipiki, ukivuka barabara kwa sababu amepitia pande hii, unavuka kama nyoka upitie pande ingine kwa sababu ya deni, uende ulipe deni ya duka ya mwenyewe. Na mwingine ako na deni ya wolia. Wolia walikuwa wanasukusha mashuka hapa na nguo, ukabeba na hukulipa, wewe ukafurahi wakati wolia alihama huku. Na kuna Wahindi, kuna Wamisri wengine wanapea wamama vitu, vyombo vya nyumbani, masufuria na nini, na umeziweka tu chini ya kitanda na hujalipa, na ukiona simu unakata simu, unaweka break. Hata ulimweka kwa blacklist, ujue kule utaenda, lakini sio mbinguni. Ulipe vitu vya wenyewe. Ulibeba kaviatu ka mtoto na ukapewa, sasa kanaisha. Be faithful, tuwe waaminifu.
Ulikuwa unakomboa nyumba ukahama usiku. Mwingine alikuwa amekomboa hiyo ploti yetu. Imagine from January hakulipa mpaka June. Tuko June, miezi 5. Sasa nilienda huko in the beginning of this month, nikagonga nikaambiwa by the other tenants, huyo alihama 10,000 kasichana kakatoroka na pesa kashule KMTC katoroka, na utakakakuta kako kwa praise and worship team ama kwa kwaya kanaiba hapo. Kwanza hakuna watu wanaipanga vizuri kama hawa na hakuna watu wanazama kuliko hawa. Unaona hawa spiritual thieves, unaona spiritual robbers hawa, spiritual bandits, spiritual thugs. Unaona hawa, they are very good in the church, very powerful. Hata kwa ushuhuda, anatoa ushuhuda unasikia kama utaaguka. Mama kama wanajua, nipigiwa simu, mtu akanitafuta kwa social media mpaka akanipata. Kanipigia simu, Apostle, habari ya leo? Mzuri. Kuna mshirika wako akona deni yangu na alifuta kazi na akatoroka nayo, na ninaonanga hapo, huwa ninakufuata kwa Facebook na kufuata kwa YouTube, ninaona anaiba hapo kwa kanisa yako anaiba. Nani, hebu nikutumia screenshot. Akanitumia screenshot, amempigia missed calls 32 missed calls, hakuna kuchukua. Akanipigia kwa message 20 sijui na hajarudisha. Nikamuuliza, kaniambia pasa, unajua vile tunatama kupata 1,000 unatama mpaka kiatu inaisha. Sasa hiyo 1,000 aliniibia, nasikia niko na lot of bitterness. Nilimwambia kwa sababu huyu ni mwimbaji wangu kwa kanisa na anaiba mpaka roho anashuka, wacha nimlipie. Utalipa lini Apostle? Hata ninakutumia sahi. Apostle, may God bless you. Mungu akubariki sana Apostle. Umetenda mambo ya ajabu. Hiyo 1,000 ilikuwa inaniuma sana. Endeni mlipe matendo. Bwana asifiwe. Mpaka wengine hapa waliwekwa kwa CRB kwa sababu ya fuliza na pesa ya vijana. Hukulipa na ukabadilisha SIM card. Wewe ni mwizi, enda ukalipe. Enda ukalipe. Bwana asifiwe. Ulikopa pesa za vijana ukabadilisha laini. Wengine wako na laini 3 hapa na 4. Akikopa na hii hiyo anafunga, anakopa na hii hiyo anafunga, anazunguka zote 4, ananunua ingine mpya. Wewe enda ukalipe tena. Sijifanya hapa watu wewe ni Mkristo, wewe ni Mkristo fake. Go and pay. Bwana asifiwe. Be faithful. Hata kama uko hapa na uko na fuliza, hakikisha you pay before time. Na sijui hizi deni huwa zinasumbua watu na nini, kwa sababu hata unaweza niitisha pesa uweke kwa simu ulipe, alafu ukope zingine unipe. That's all. Bwana asifiwe. Mimi huwa namuitisha mama na huwa ninakopa, sio ati sikopi, nakopa. Juzi nilimuitisha 10,000. Huwa nakopesha a lot of money na hizi phone banks. Nilikuwa na more than 10,000 nikamuitisha, nilikuwa na zingine nikaongeza, nikalipa KCB, kulipa nikakopa, nikalipa fuliza nikakopa, and it was done.
Na wakaniandikia message, hata naweza onyesha. Wakaniambia, wewe umekuwa mwaminifu kwa kulipa deni, tumekuongezea pesa kwenye mkopo wako, tumekuongezea 5,000 juu. Because I've been like that since akina Ezra waingia university. Sijaikosa deni, na uwezi inanisaidia sana. Every Sunday ni lazima nimtumie pesa za kukula, na labda sina pesa, ninaenda tu kwa banki za simu ninamtumia pesa. Kuanzia kesho natasumbuka namna hii, napata pesa nalipa. Sio kusema ati tusiwe na madeni, tuwe na madeni lakini tulipe. Semeni amen. That's the faithfulness. Hata utakapokufa ukiwa na deni, tutakulipia yenye utakuwa nayo. Lakini sio kusema ati ulikuwa umekataa kulipa kwa miaka hiyo yote, tukulipia, tutakulipia. Ndio hata mlango hivi. Enda na uzona na ukwame hapo kwa mlango wa kuingia mbinguni. Lipa deni. Bwana asifiwe. Hata kama ni dada yako ama ndugu yako ulikopa. I was shocked. Kuna kasichana kama sister, sijui kalijuaje ya kwamba mama yake alinikopa pesa miaka mingi sana alipokuwa anasoma 3,000. Sijui kalijuaje, amemaliza mpaka university, na wakati huo alikuwa sijui kwa primary. Unajua kaniambia mama yake nini juzi, na unajua anko nini nakumbuka tuko na deni ya anko, na mimi nitamlipa hiyo deni. Watu walipe madeni. Bwana asifiwe. Sasa kanaweza kuja hata na hizo pesa kanipe, nichukue, nikaambia sasa hamuna deni, lakini hizi pesa nimekubalikia, go and buy something. Imeisha. Unajua usimesikia vile my spiritual son told me, hizi pesa bado zilikuwa zako. I just wanted to test your faithfulness. Wengine anasema kama ni mimi ningekuwa na hizo haki, sasa shida ingelikuwa inanionea juu sasa hivi. Be faithful like Joseph. Namalizia. Be faithful like Joseph. Joseph aliwekelewa maneno na bibi ya mfalme. Alikuwa anataka kumbaka, lakini Yusufu akaamua kwenda jela. Lakini to remain faithful. Be faithful until the last minute. Uwe mwaminifu mpaka dakika ya mwisho. Bwana asifiwe. Usikubalie the plan of destruction of the devil to bring you down. Usikubalie mipango ya shetani kuangusha chini. Mkumbuke tuko na mwito. You have been called by God into his ministry. Amen. Nikifanya summary, I want us to remember that everything that is precious has a price. Everything that is precious has a price. Kila kitu kilicho chema kina gharama. It costs to have a vision. Ili ukaweze kuwa na maono, lazima ulipie gharama. Amen. It costs to go against the tide of family, friends and public opinion. Utakuta wakati mwingine unahitajika kuondokea mpaka familia yenu. Kama familia yetu, acha huwa nawapea mfano wa familia yetu. Walikuwa na tabia baya sana ya kuwapasha wasichana tohara. That was a lifestyle kwa familia yetu. Hawa wasichana wetu wote wamepitia hiyo. But one day I went there. Waliniita one December. Wakaniambia unajua
tunatayarisha kuhusu sasa my youngest sister, tunapangia huyo vile ataenda na nini. Nikawaambia wapi? Akaniambia akapashwa tohara sijui. Nikamwambia I'm not a mommy, I'm not on that side. Hizo ni sacrifice za kishetani and they are against the Bible. Sikubaliani na hii miungu ya Misri yenye ilikuwa inatolewa hizo nyama na kupewa hizo damu. Na mkipanga kama hiyo, msiwe mnaniita. I will not compromise. Kutoka wakati huo hawakuniambia mambo kuhusu hiyo maneno. So wakati mwingine itakubidi kuondokea familia yenu na utamaduni na mila zao. Sema amen. Kwanza wakati Disemba mnaenda nyumbani nyinyi, ninajua nyinyi mkikuja hapa, wengine hapa Januari huwa wamejinajisi sana. Nikitana utakoro hapa mnatokea wote. Kisikia mama anasema msichana wake anaenda kwa tata wanti Disemba, unachunguza anapelekwa kwa anti kufanya nini? Never compromise. Amen. You are there to stand on your ground and even saying no to your family. Niliona tribe nyingine kule Uganda inazika mtoto kama huyu, wanamsafisha vizuri, wanamweka suti, wanamtoa kama sacrifice, na hakuna kung'ea, hakuna kumchinja chingo, hakuna kukata shingo, hapana. Anafanywa vizuri, analalishwa kwa jeneza, inapigiliwa misumari, anazikwa akiwa mzima mzima. Wanatolea miungu yao makafara. Uganda today, this era, wakati huu wao ni mambo yamepitwa na wakati. Sema amen. Mambo mengine yamepitwa na wakati. Don't agree with them. Sasa niliona mama mwingine akilia sana akisema she had only one boy, na familia ilipokutana ilionelea ni vizuri huyo ndiye anastahili kutolewa kafara. Kutoka wakati huo huyo mama hakupata mtoto mwingine up to date. Kijana very handsome, very handsome, wanamvalisha suti, black suti, shati ya white na tie, na viatu vinapakwa rangi vizuri. Analisha mambo mengine yamepitwa na wakati. Hata mambo mengine mimi mkiniambia ndio atanifanya nimuone Mungu, acha nisimuone. Bwana asifiwe. Mimi nakataa. It costs to go against the tide of family, friends, marafiki. Wakati mwingine you have to say no to your friends. Sema amen. Wasichana walishikana wa utumishi secondary school, wakaambiana sasa, kwa sababu hawa wanakataa kuingia kwenye kikundi cha lesbianism, waja wao hawa tutawachoma hawa, tutaakisha moto na tufunge nje. And they did that. Wakaua wasichana 16. Today hawa wasichana wameshtakiwa with murder. Hiyo ni kunyongwa ama life sentence. Msichana ambaye hana mtoto, hakumaliza elimu, will go in prison, life sentence, maisha yake yote. Ametenganishwa na familia. Hizo raha alikuwa anataka hataziona. And it will be that. Na tulipewa wachungaji wote, tulitumiwa announcement by the government, tutangaze kwenye makanisa. Ni vile nilisahau, nitakuja kuwasomea, lakini ya kwamba wazazi wachunge watoto wao, kwa sababu mtoto yeyote atakayeshikwa attempting kuchoma shule,
ama kufanya demonstration, maandamano kwenye shule, CV yake itaharibiwa, na hata akimaliza shule ama university hakuna kazi atapata kwenye hii nchi. Hakuna kazi atapata kwa sababu CV yake itakuwa imeharibika na imeharibiwa. So taking care of your child. Nilitumia watu wengine hapa ka video, mama wakipigana na mtoto wake. Kijana anakaa kama shamba that size, anapigana na mama yake, kupigana vita kwa sababu ya TV. Mama anabadilisha na hataki ibadilishwe, wanapigana kupigana. Haya, nito baba na tumamu tubaba tunyukwali na tunyukwali tumamu tuanyuli hao tubaba mnaita tubaba na tumamu hao, utaona vile watamuwatengeneza. Wakati mwingine you have to go against your friends. Unaambia marafiki zako hapana, I'll not do that. Bwana asifiwe. Kwa hivyo chunga marafiki zako, wengine watakuingisha kuvuta bangi, taking drugs, drinking beer and all kinds of immoralities. Take care. Learn to say no to your friends. Sema amen. Mimi nilikatana na rika yangu tangu nikiwa mdogo. Wakati I became a man, wote tulikuwa kwenye kilika moja, wote walikunywa pombe, lakini mimi kwa sababu nilikuwa nimeona hasara ya pombe, mimi nilikatana na wao. Mimi sijaikunywa pombe in my life, hata sijui kama whether it's sweet or it's bitter. Unaona my cousin huyu Esther huyu Guka alikuwa anatengeneza pombe na mtungi ile ya maziwa, alikuwa anaweka hapa jikoni hapa, na nilikuwa ninakaa huko, more than 3 years. Sikuacha hata siku moja, kwa sababu mimi nilikuwa ninaona vile baba anapiga mama kwa akiwa mlevi. I hated beer with all my heart even today. Hata mimi nikijua unakunywa pombe tunakosana na wewe, even my own brother. So sometimes you have to say no to your friends. Amen. Heri nitembee peke yangu. And public opinion. Sometimes you have to say no to public opinion. Siku moja nilienda katikati ya kikundi chenye kilikuwa kinapanga mambo mabaya sana against other tribes. They had guns, they had whatever, they had weapons. But I said no. I say no. Bwana pewe sifa. So sometimes you have to be forced to say no. Na kusema hapana ni gharama, kwa sababu these same people wanaweza kukupangia kukuua. Kwa hivyo to be against ni kusema umekubali yote sasa. Even you can die for truth. Unaweza kufa ukitetea ukweli. Bwana pewe sifa. God's grace, you might be misunderstood and criticized for going on with God. Unaweza kuinukiwa na watu and they be critical, wanze kukupiga, kukuwekelea maneno, yeye anafanya, yeye anasema. Be ready for that. Amen. Wanaweza kukuambia mpaka unaabudu shetani. Yes. They can call you a devil worshiper. They can call you a wizard.
can call you names, but you are there to pay the price. You have to stand firm. Me, I told you, mimi niliwaambia kitambo, mimi hata nikienda yote nyinyi, nibaki tu peke yangu hia. Utakuwa unapita hapa unakuta nimefungua tu huku, niko kwenye nyumba ya Bwana, mimi naomba peke yangu hapa. I'm here all alone. Mimi ndio ninaelewa ule mwito nilioitwa nao na Mungu. I know what is in me. And I know the God that I serve. God's grace is sufficient in every battle. Neema ya Mungu inatosha katika kila vita. Amen. Hakuna jaribu ambalo linaweza kuja kwako usistahimili. Kabla ya majaribu kukuja, Mungu anaweka juu ya mizani, na anajua ni nani huyo anajaribiwa na imani yake imefika wapi. Gutire kigeranio utangehota kuruga. Mimi nimeruka majaribu mengi. Hey! Mimi nimeruka majaribu mengi, let me tell you. But God's grace is sufficient in every battle. Napigana vita, nasikia sauti kiniambia, stand firm. Simama vizuri. Stand firm. My grace is sufficient. Neema yangu inakutosha. You will overcome. Utashinda. Somebody, you are not destined to defeat. You are not destined to defeat. You are destined to victory. Amen. Mungu ameamua tukue sisi zaidi ya washindi. And we are victors, not victims. We have not been called to be victims, but being victors. Hallelujah. Tutafika mbinguni kwa Baba sababu ya kupigana vita na kushinda. Gutirio zama kitu kanengere lionaga dhani. Hakuna ushindi tutapewa na sahani kama chakula. Ni lazima we have to fight all battles and conquer. Kwa unafikiria ni kwa nini huu tutaitwa washindi? Ni kwa sababu tumepigana vita nzuri vya imani na kushinda. Without battles, there is no victory. Amen. Stand firm. Stand firm. Amen. Pigana vita nzuri vya imani. Amen. Atashinda. Baba, tusaidie kupigana vita nzuri vya imani na kushinda. Utujumuishe na utushirikishe pamoja na imani ya Paulo. Paulo alishuhudia siku zake za mwisho na akasema amepigana vita nzuri vya imani na ameshinda. Na amewekewa taji ya uzima. Na sio yeye tu bali niwe hata wale wengine watakaopigana vita nyuma yake wamewekewa taji. Mungu tusaidie kupitia kwa upako wako tukapigana vita nzuri vya imani na kushinda. Kwa jina na damu ya Yesu ukatupea zawadi ya Roho Mtakatifu wa Bwana akafanyike msaidizi wetu, akatusaidia kwenye vita hizi. Kwa jina na damu ya Yesu fuatilia neno lako Bwana, likaanguka kwenye mchanga ulio na rutuba, likazae matunda 30 kwa 100, 60 kwa 100 na hata 100 kwa 100. Asante Baba yetu kwa sababu wewe ni mwaminifu na uaminifu wako ni wa milele. Na ni katika jina takatifu la Yesu Kristo Bwana wetu tumeomba na hata kuamini. Amen.